Ninaomba leo unipe masikio na macho yako kwa dakika chache niweze kukufundisha kitu sensitive, kitu muhimu sana ambacho kwa umuhimu wake na sensitivity yake nimeona nikigawe mara mbili ili uweze kunielewa na niweze kwenda deep. Topic inasema hata kama unapenda zawadi kwa kiasi gani, kama usipokee zawadi hizi. Hata kama unapenda sana zawadi kwa kiasi gani. I know tunapenda zawadi, lakini kuna zawadi ambazo upaswi kuzipokea kwenye maisha yako, so zinaweza zikakuletea shida, tatizo. Tumeona watu wamepata matatizo kwenye maisha yao kwa sababu wamepokea zawadi ambazo hawakupaswa kuzipokea. Mara nyingi zawadi zimekuwa mitego kwa watu wengine. Hata kama unapenda zawadi kiasi gani, kama usipokee zawadi hizi, nakupa sehemu ya kwanza part 1, na leo nitakupa mambo matatu na nitaendelea na jambo la 4 kwenye part 2. Zawadi zifuatazo kamwe usizipokee hata kama unapenda zawadi kiasi gani. Zawadi namba 1 ni zawadi inayoletwa kwako au unayopewa kutoka kwa mtu ambaye hamkuwahi kufahamiana vizuri. Hamkuwahi kuwa na mahusiano mazuri. Yamkini mnafahamiana lakini mliwahi kugombana huko nyuma na mlikuwa mjapatana vizuri. Mlikuwa hamko vizuri pamoja naye. Kuna vitu ambavyo huvielewi au havielewi kwako. Au hamjuani kabisa, from nowhere unashangaa pupa zawadi hii hapa. Naomba nikwambie, kuwa makini sana na zawadi usizozielewa kwa watu usiowaelewa vizuri au wasiokuelewa vizuri. Kuwa makini, kuna watu zawadi hizo zimewaponza. Kuna watu wamejuta kuzipokea zawadi za hivyo. Zawadi namba 2. Kuwa makini sana kupokea zawadi zinazokuletea majuto. Zawadi ambazo ukizipokea unasikia moyoni mwako kujuta. Zawadi ambazo ukizipokea unasikia moyoni mwako kushitakiwa. Zawadi ambazo ukishazipokea au ukiambiwa inakuja unasikia guilty. Sasa hizi zinahusiana pia na hizi. Sasa hivi kuna wimbi kubwa sana la award. Umechaguliwa kushiriki award fulani. Me, I hate those kind of stuff. That's why me, I don't take them. I don't even accept. Na wanajua kabisa wanijiage mimi kwamba umechaguliwa kwenye kitu ambacho wala sistahili na siko huko, unanipa cha nini? Unakimbizana, niomba huku, naomba unipigie kura, naomba nipige kura, naomba nipige kura. Halafu unasikia kuna guilty inakuja, unasikia kushtakiwa baada ya kuchukua award fulani. Unasikia kushtakiwa baada ya kuwa nominated. Naomba nikwambie, ukiona hivyo, toka kwenye hiyo nomination. Achana na hiyo kwenda kunipigieni kura wakati ndani yako unasikia kushtakiwa. Sio kila awadi inatoka pazuri. Sio kila awadi ni njema. Kuna nyingine zimetengenezwa kukufunga mikono yako, kukufunga kinywa chako, kufunga roho yako. Ukiona kuna zawadi inakuletea kushtakiwa, kuhukumiwa ndani yako, guilty conscious, achana nayo. Na kama umeshaipokea, rudisha. Zawadi namba 3 ni zawadi zilizounganishwa na matambiko. Zawadi zilizoungamanishwa na mizimu. Zawadi zilizounganishwa na kafara. Zawadi zilizounganishwa na sadaka za miungu au alama za kichawi. Unapewa zawadi, unashangaa zawadi yenyewe imekaa kiajabu ajabu. Lipete lisiloeleweka, libangili la ajabu ajabu, likitu lina picha za ajabu ajabu. Na mara nyingine unaweza kukuta ile halina picha, ila unashangaa baada ya kupokea ile zawadi au baada ya kuambiwa zawadi hiyo inakuja, unaota vitu vya ajabu. Unaota unakimbizwa, unaota unatambika, unaota unatolewa kafara. Kuna zawadi, jifunze kabla hujapokea, mwambie Mungu, is this fine? Is this okay? Is this correct? Kuna mizawadi mingine imeunganishwa huko, ishapewa kuzimu, imeshatolewa kafara, imeshaunganishwa, ni mipati ya misadaka na wewe unapewa tu.
Chukueni hichi tulichinja pale, leo kuna kanani kidogo tunajengea kaburi pale, tukachinja. Kwa hiyo tumeamua tuwape na nyie kilo 2-3. Kuwa makini sana kula vitu vya namna hiyo, vimesongolewa, vimeshaunganishwa na mizimu na mababu, kwa unaitwa unakula, utapata shida. Sio kila kitu ni zawadi. Acha kuendekeza njaa, vitakukosti. Sio kila pilau ni pilau, utapilauka kwa sababu umekula vitu vya ajabu. Usiache kutazama part 2 ya somo hili. Hata kama unapenda zawadi kiasi gani, usipokee kamwe zawadi zifuatazo. Fatana na mimi kwenye zawadi namba 4, namba 5 na kuendelea. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.